Jambo ambalo tumelizungumza kuhusu utekelezaji wa umaliziaji wa hospitali yetu hii. Tumeongea kuhusu mkandarasi, ulipwaji wake. Sasa hivi amelaizi certificate kama 2. Lakini vyema naibu waziri, tuzingatie kwamba kuna haja sasa au kuna kila sababu ya kumaliza bajeti zetu zilizopita. Na nina imani kubwa hili mkilifuatilia linawezekana, na hatutarajii kwamba labda inawezekana Mheshimiwa Rais akaja kuifungua hiyo hospitali, lakini anapokuja kuifungua hiyo hospitali akute mandhari yote yamekamilika. Lakini naibu waziri, unaona mandhari hii, tunasema maji yanatuama kwenye haya maeneo, ni vyema kwa sababu hospitali hii ni changa, lakini hata mapato yake kiangalia, tumeona kwenye taarifa yao, mapato yao ni madogo. Tuna kila sababu sasa ya kuwasaidia kwenye resources za fedha, ili mazingira mengine ambayo tunayaona hatarishi basi yaende kwa wakati na kumalizia hospitali yetu. Mheshimiwa Naibu Waziri, fedha ambazo zimekuja kumalizia changamoto ambazo zinatukabili kama hospitali zikamilike kwa haraka, kwa sababu wakati wa mvua kama mnavyoweza kuona kwenye eneo, maji yanakuwa yanatuama katika eneo lote. Kwa hiyo inakuwa ni kero pia kwa wagonjwa, lakini pia kwa watumishi. Kwa hiyo tumeona zile fedha ambazo zipo angalau ziweze kuondoa hizi changamoto ambazo zinaikabili taasisi. Lakini baada ya hapo mkandarasi anatakiwa aingie kwenye jengo kuweza kumalizia ile jengo la ward mama na mtoto, kwa sababu ni muhimu kwa taasisi na ni muhimu pia kwa mkoa. Fedha na kiasi gani? Ni 965 mwezi Novemba na ameshalipwa mkandarasi kwa anaendelea na ujenzi. Kama kamati ni yetu sisi ilikuwa njema kabisa tufike huko, lakini kimsingi hapa tulipo kwanza tunaanza kuona kuna nguvu moja hapo kubwa kabisa hili la uokoe hizi zina zaidi ya mwaka mmoja siku hivi, lakini hujaongeza hata zege mita 1 kwenye maeneo yanayosema kwamba kuna uokoe. Yani nini kilikushawishi sasa kufikiri fence pamoja na maeneo ya kufanya car park na mengine? Ndio tunataka jengo lilo safi, kiangalia mazingira ya kutii, lakini pamoja na walkway. Kwa hiyo ungeweza labda kuamua kufanya allocation, anza walkway kidogo ili kutengeneza mazingira bora kwa wagonjwa, alafu baadaye ukaenda kwenye fence. Sawa ndugu. Mheshimiwa Waziri, labda umetusikia kwenye cash flow hapa haivutii, na sasa hivi tunakwenda kukamilisha bajeti yetu, tumebakisha kama miezi 3 katika bilioni 13 au tuseme tu 2.3 zilizotengwa mwaka huu na serikali, zilizokuja ni 900 pekee, kiasi sawa na asilimia kama 43 hivi kufanya pale. Hiki kiasi kilichobaki yani kinakuja lini kuja kufanya kazi ndani ya miezi miwili? Mwenyekiti, kwamba mradi huu unatekelezwa kwa njia ya mkandarasi, maana kama tuna mkandarasi na mshauri elekezi, na aina ya malipo yanayofanyika ni yale ya unafanya kazi kwanza ndio unalipwa. Hata hii milioni 965 iliyotoka ni ya kazi ambayo ilishafanyika. Mkwamo mkubwa upo kwenye upatikanaji wa fedha. Fedha hiyo iliyotoka sasa hivi iliombwa mwaka wa fedha uliopita, kwa bahati mbaya kutokana na ufinyu wa makusanyo haikutoka, tukaiomba tena mwaka huu wa fedha, tukafanikiwa kuipata mwezi Novemba, lakini by the time tunaipata mwezi Novemba mradi tayari ulikuwa umeshasimama kwa takriban miezi 10. Hivyo hata kuchelewa kwa kuanza hizi shughuli, labda nataka nikuulize na kwamba tumeprioritize kazi za nje, kwa maana ya kwamba tunakimbizana tuna mvua, kwamba tunajitahidi angalau kabla mvua hazijakolea tuwe tumefanya kazi kiasi fulani, na hata hizo walkway mabati pia nafikiri yameshaagizwa, ni vile tu amechelewa kufika, lakini ni moja ya kazi ambazo tunataka tuzifanye haraka haraka, na pale mvua zitakapokuwa zimekuwa nyingi basi mkandarasi atahamia kwenye kazi za ndani. Kwa hata hapa mpaka sasa mkandarasi hatudai, lakini kwa kazi ambayo ataifanya hapa kiresi certificate then ndio tutaweza kuomba fedha hiyo hazina pia. Mimi nikuhakikishie mwenyekiti, tumekusikia maelekezo uliyoyasema, na sisi wenyewe tunajua changamoto, na mshukuru injinia. Nilikuwa naogopa na jiuliza nimkaribishe nimsimkaribishe, nikawa naogopa anaweza akasema uongo, na mshukuru amesema ukweli,
hajapindapinda, amenyoosha ukweli, na ni ukweli tu pia kwamba wakati mwingine baadhi ya wakandarasi sasa, kutokana na hii hali, wakati mwingine wanaogopa kufanya kazi kabla hela yao, wakiogopa itachelewa hela yao. CCM tuhakikishe 2025 mgombea pekee ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Ushahidi wake ni haya tuliyoyaona Mara, ni haya tuliyoyaona Simiyu, ni haya tunayaona leo Geita, na tutayaona Benjamin Mkapa Dodoma, na tutayaona Singida, na kila mahali tutayaona. Na nimalizie tu kwa kusema ndio maana wanasema sisi hatumdai Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa maana ya vitu vya ilani ya Chama cha Mapinduzi, hatumdai yeye, ndiye ana deni na sisi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikuhakikishie haya mengine ambayo umeona sasa, hii ya maji hapa na mambo mengine, tunakuhakikishia tunachukua kwa uzito mkubwa sana.